Heshima kubwa ya mji wetu inatakiwa iakisiwe na aina ya uwanja wa ndege tulionao. Lakini kwa sisi wafuasi wa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, tunafurahi sana tunapoona maendeleo haya yanapigwa katika wilaya ya Msoma na mkoa wa Mara. Ni matumaini yangu kwamba kukamilika kwa uwanja huu kutaleta mabadiliko makubwa katika mkoa wetu. Mmeongea habari ya kuimarisha utalii, kuimarisha usafiri, na mimi nakubaliana nanyi kwamba mtu akitoka Mwanza kama anakwenda Serengeti mbugani kule, Musoma ni karibu zaidi kuliko mtu akitoka Mwanza au hata akitoka Arusha. Kwa vyovyote vile watalii wetu wakiwa na njia mbalimbali za namna ya kufika katika mbuga zetu, maana yake mwisho wa siku tutakuwa na watalii ambao wanaingia wakitokea Arusha, wengine wanaingia wakitokea Musoma, wengine wanaingia wakitokea Mwanza. Kwa hiyo mbuga zetu zitajaa zaidi na utalii utaimarika. Nimeona taarifa ya hatua tuliofikia. Kilomita za lami mita zilizokamilika ni mita 1000. Bado mita 705. Na nimeambiwa changamoto kidogo ikikamilika ya malipo ambayo ni bilioni 2.5, basi tutakuwa na hakika kwamba kati ya mwezi wa 7 na wa 9 kiwanja hiki kitakuwa kimekamilika. Sasa nitumie nafasi hii kutoa maelekezo kwa Waziri wa Fedha kwamba bilioni 2.5 haziwezi kumshinda Waziri wa Fedha. Kwa natoa maelekezo kwa Wizara ya Fedha kupitia kwa waziri wake ambaye hatujawahi kumpa maelekezo akachelewa kuyatekeleza, kwamba jitahidi afanye haraka fedha hizi patikane ili uwanja huu ukamilike mapema inavyowezekana kama ilivyopangwa kwenye ratiba. Lakini vile vile ni vizuri Mamlaka ya Viwanja vya Ndege kwa kushirikiana na wizara na Wizara ya Fedha waone namna ambavyo zoezi la tathmini ambalo limeshakamilika linafanywa kazi. Kuwa na uwanja bila kuwa na jengo la abiria inakuwa ina ukakasi kidogo. Maana tunaweza tukajikuta mahala tukamwomba shehe alete maturubai ya abiria wakae kwa muda au baba askofu. Sasa tusifike huko. Lazima tujitahidi kuwe na mahala ambapo abiria wetu wataweza kupumzika wakati wa kusubiri ama wakati wakifika kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo mambo ya msingi yale ya fidia za watu walioko karibu pamoja na mchakato wa kuanza ujenzi wa jengo la abiria ni vizuri vikafanywa kazi kwa haraka ili mambo haya yakaenda sambamba. Kiwanja hiki kikikamilika kitarahisisha usafiri wa anga kwa watalii wanaotembelea mbuga ya wanyama ya Serengeti. Ujenzi wa kiwanja hiki unafadhiliwa kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Katibu Mkuu, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Musoma kwa kiwango cha lami ulikamilika mwaka 2017 chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mkataba wa ukarabati wa kiwanja hiki ulitiwa saini tarehe 28 Disemba mwaka 2020 kati ya Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkandarasi Beijing Construction Engineering Group Company Limited kutoka China kwa gharama ya shilingi bilioni 35.048. Mheshimiwa Katibu Mkuu, uwanja huu unasimamiwa na kitengo cha usimamizi wa miradi yani TANROADS Engineering Consulting Unit ambacho kiko TANROADS na ndio kimepewa jukumu la kusimamia ukarabati na upanuzi wa kiwanja hiki. Kazi zinazofanyika katika kiwanja hiki. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ukarabati wa mradi huu unajumuisha kazi zifuatazo: ukarabati wa njia ya kuruka na kutua ndege yani runway yenye urefu wa mita 1705 na upana wa mita 30 kwa kiwango cha lami. Kabla ya ukarabati huu, uwanja huu ulikuwa na urefu wa mita 1600 na kiwanja kilikuwa ni cha changarawe. Kwa hiyo serikali imeamua kukipanua kiwanja hiki kiwe cha lami, lakini lengo kubwa ni kuwezesha ndege kubwa za Q400 Bombardier zitakuwa zinaweza kutua hapa kitakapokamilika. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hadi sasa utekelezaji wa mradi huu umefikia 58% na mradi huu tunategemea ukamilike Septemba mwaka 2025.